Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Kuhusu ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19, Baraza Kuu limepokea taarifa ya ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19 uliotolewa taarifa kwa mara ya kwanza Wuhan, China, tarehe 31 Desemba 2019. Kwa kuzingatia taarifa za shirika la afya duniani WHO, Baraza Kuu lilifahamishwa kwamba mpaka kufikia tarehe 5 wakati Baraza Kuu linaanza kikao, wagonjwa walioathirika na taarifa zao kupelekwa ni zaidi ya 95,000, karibuni 100,000. Hao ni wale ambao taarifa zao rasmi zipo zinajulikana, na watu 3,281 wameisha fariki. Ikiwa kama wagonjwa walikuwa ni hawa tu 95,265, kasi ya vifo inatisha ya 3%, zaidi ya 3%. Lakini inaaminika kabisa kwamba wagonjwa ni wengi zaidi kuliko hao 95,000. Ikumbukwe, na hili lilijadiliwa ndani ya Baraza Kuu, tatizo la magonjwa ya virusi hivi vya mafua. Tatizo kubwa lilitokea mwaka 1918 ambapo kulitokea gonjwa linalojulikana kama flu ya Hispania, Spanish flu. Lilipewa jina hilo kwa sababu mfalme wa Hispania alifariki wakati wa maradhi hayo 1918, na watu wote duniani waliofariki kwa sababu ya gonjwa hili walikuwa milioni 50 mwaka 1918. Na ikumbukwe kwamba 1918 idadi ya watu duniani ilikuwa kama milioni 1.5. Hivi sasa tuko zaidi ya milioni 7.5 duniani kote. Kwa hiyo ikiwa kasi ya vifo itakuwa kama iliyotokea wakati wa flu ya Hispania, Mungu atunusuru. Ni hali inayotisha. Tunashukuru mpaka hivi sasa kwa taarifa zilizopo, maradhi hayo hayajaingia nchini Tanzania au nchi za jirani. Kwa wale waumini, tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atunusuru na janga. Lakini pamoja na kumuomba Mwenyezi Mungu, ni muhimu maandalizi ya kutosha yaweze kuandaliwa ili janga hili kama linaingia nchini tuwe tumejiandaa kikamilifu kuweza kupambana nalo. Maandalizi hayo ni pamoja na uwezo wa kupima maradhi hayo, hasa katika viwanja vya ndege ambapo watu wageni wanaingia, lakini pia katika hospitali zetu na katika vituo vya afya. Tusisubiri mpaka yaingie, tuanze kujiandaa hivi sasa. Vile vile kutoa mafunzo ya taratibu za kuzuia maradhi haya, kama vile masuala ya kuosha mikono ambayo tumeelezwa, masuala ya yale tumezoea kupeana mikono. Siku hizi tunasabaiana kwa kukunja mikono miwili na kuinama kidogo, kwamba unapotoa chafya ukunje mkono wako uweke kwenye pua, tusuduzuie chembe kuweza kusambaa na mwingine kuweza kuambukizwa. Lakini kuna masuala ya taratibu gani zitakazofanywa ikiwa maradhi haya yameingia. Taratibu za karantini
wadi za kuweza kulaza wagonjwa na kuwatibu, dawa gani ambazo zinatumika kwa hivi sasa kuweza kutoa tiba. Kwa hiyo haya mambo haya yanahitaji maandalizi, na maandalizi wajumbe wa baraza kuu wamesisitiza maandalizi yaanze hivi sasa kabla ya maradhi yenyewe kuingia nchini. Serikali kwa kushirikiana na jumuiya ya kimataifa, hasa shirika la afya duniani WHO, iandae mkakati madhubuti wa kukabiliana na mlipuko wa COVID-19. Benki ya Dunia, shirika la fedha la kimataifa na Benki ya Maendeleo ya Afrika tayari wametangaza kuwepo na mfuko wa fedha wa kushughulikia matatizo haya katika nchi masikini na nchi zinazoendelea. Baraza Kuu lilipokea taarifa kwamba shirika la fedha la kimataifa limeandaa mfuko wa dola bilioni 50 kwa nchi ambazo zinahitaji msaada wa kusaidia kuweka taratibu za kuweza kupambana na maradhi haya. Benki ya Dunia imeweka mfuko wa kuanzia wa dola bilioni 12. Tunaishauri serikali kuweza kuweka taratibu hivi sasa kuweza kupata fedha hizo za kusaidia kupambana na maradhi ya COVID-19 ikiwa yataibuka nchini. Tusisubiri mpaka yameibuka ndio tukaanza kushughulika, na tusijidanganye kwamba fedha ipo nchini. Tuna fedha ya kutosha. Masuala haya yakiibuka tutahitaji fedha ya kutosha kabisa. Kwa hiyo kabla ya jambo lenyewe kuwa kubwa, tuweze kuweka taratibu za kuweza kupata fedha ya kutosha, kuweza kuweka kinga janga hili lisiweze kusambaa katika nchi yetu. Kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limeshtushwa na kusikitishwa na uandikishaji mdogo wa wapiga kura Zanzibar. Kimsingi, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC inaandikisha daftari jipya la wapiga kura ambao wanapaswa kuwa na kitambulisho kipya cha ukaazi, yani ZID. Wazanzibari wengi hawajapewa vitambulisho hivyo vya ukaazi, na kwa hiyo wamenyimwa haki ya kuandikishwa kuwa wapiga kura. Kwa mfano, mpaka hivi sasa idadi ya wapiga kura walioandikishwa katika jimbo la Konde ni 4331 ukilinganisha na idadi ya wapiga kura katika daftari la 2015 waliokuwa 9299. Kwa hiyo utakuta kwamba jimbo la Konde ambao wameandikishwa mpaka hivi sasa ni nusu, ni chini ya nusu ya wapiga kura walioandikishwa mwaka 2015. Jimbo la Wete lilikuwa na wapiga kura walioandikishwa 8574 mwaka 2015, lakini walioandikishwa mpaka hivi sasa ni wapiga kura 3597, chini ya nusu ya wapiga kura walioandikishwa 2015. Na hali hii imejitokeza katika majimbo mengi ambayo yamekamilisha uandikishaji katika awamu hii ya kwanza. Unategemea kwamba idadi ya wapiga kura Zanzibar mwaka 2020 iweze kuwa imeongezeka. Kama idadi ya wapiga kura inaongezeka kwa ongezeko la idadi ya watu, ilikuwa inategemewa kwamba wapiga kura Zanzibar watakuwa wanaongezeka kwa 3.1 kila mwaka, au kwa zaidi ya 18% ifikapo mwaka huu wa 2020.
lakini badala yake wanaoandikishwa wanaonekana ni chini ya nusu ya walioandikishwa 2015. Hii haikubaliki. Wananchi wengi wenye sifa ya kuandikishwa kuwa wapiga kura wamenyimwa fursa hiyo baada ya kunyimwa vitambulisho vya ukazi, yani ZID, kwa sababu za kisiasa. Tukumbuke Mwalimu Nyerere alikuwa anaeleza haki ndiyo msingi wa amani. Kuwanyima Wazanzibari haki ya kupiga na kuchagua rais, wawakilishi, wabunge na madiwani ni kuvunja msingi muhimu wa amani. Hili ni jambo la hatari. Tunawaasa na kuwashauri ndugu zetu wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kuwaandikisha wananchi wenye sifa bila ya ubaguzi ili kuwa na orodha ya wapiga kura iliyo halali. Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limewataka wananchi wa Zanzibar kuhamasishana na kujitokeza kwa wingi kudai haki yao ya kujiandikisha katika daftari la wapiga kura linaloendelea hivi sasa Zanzibar ili kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Aidha, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limeagiza Kamati ya Utendaji ya Taifa kuharakisha mchakato wa kutoa kalenda ya mchakato wa uchukuaji na urejeshaji wa fomu kwa wanachama wenye nia ya kugombea nafasi za udiwani, uwakilishi, ubunge, urais wa Zanzibar na urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuhusu wahi wa chama, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limempongeza mwenyekiti wa taifa kwa kufanya ziara mikoa ya Tabora, Shinyanga, Kigoma, Kagera, Geita, Mwanza, Mara, Simiyu, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Dodoma na Morogoro, kuwahamasisha wanachama wote kuendelea na kazi ya ujenzi wa chama kwa kuimarisha matawi, kuongeza wanachama na kuboresha kumbukumbu za wanachama na viongozi katika ngazi zote. Ninawashukuru sana viongozi na wanachama walioshiriki katika ziara ya ujenzi wa chama na kufanikisha zoezi hili. Baraza Kuu limemwagiza mwenyekiti wa taifa afanye ziara Pemba na Unguja kuhamasisha ujenzi wa chama kabla ya kuendelea na ziara za mikoa mingine ya Tanzania bara. Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limewataka wanachama wote kujiandaa vyema kukabiliana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, ikiwa ni pamoja na kujitokeza kwa wingi kutia nia ya kugombea nafasi mbalimbali. Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limewataka wanachama wote kutembea kifua mbele, kuzinadi sera za haki sawa na furaha kwa wote na kujenga tabia ya kuhamasisha chama kwa kuvaa sare za chama mara kwa mara na kupeperusha bendera za chama katika maeneo yote waliopo. Aidha, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limewakumbusha wanachama wajibu wao wa kufanya vikao vya mashauriano na vile vile na vya kikatiba mara kwa mara na kuwadhibiti maadui wa nje na ndani, ikiwa ni pamoja na kulinda mali za chama kwa nguvu zote. Mwisho, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa linawapongeza sana wanachama wote ambao wamekuwa mstari wa mbele ukipigania chama kwa hali na mali na kuwataka kuongeza nguvu zaidi katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2020. Aidha, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa linaendelea kuwaasa wanachama wake kutokata tamaa na mazingira magumu ya kisiasa yaliyopo na badala yake wafanye kazi kwa bidii, kwa sababu kuna kila dalili kwamba muda wa ukombozi wa kuleta haki sawa na furaha kwa wote unakaribia. Mwisho kabisa, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limewaomba wanachama, wapenzi na wasamaria wema wote kukichangia chama ili kiweze kumudu vyema. Make your day right.
Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.